Na mtazamaji, ni wasaa kuangaza yale ambayo umejiri kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Ligi kuu ya wanawake inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi kesho kwa mchezo mmoja wa dabi ya Kariakoo utakaokutanisha Yanga Princess dhidi ya Simba Queens. Mtanange utakaopigwa uwanja wa Azam Complex Chamazi majira ya saa 12 kamili jioni. Wakizungumza mapema hii leo, makocha na wachezaji wa timu hizo kubwa kwenye soka la wanawake wameeleza kukamilika kwa maandalizi ya mchezo huo ambao Yanga Princess wataenda kucheza akiwa kileleni mwa msimamo wa ligi hiyo kwa tofauti ya magori na Simba Queens. Niwaombe mashabiki wa Yanga waje kiwanjani kwa wingi na wasije pia na matokeo yao mfukoni. Waamini kwamba huu ni mchezo mkubwa, mchezo wa dabi ambao unahitaji umakini mkubwa. Kwa hiyo sisi kama benchi la ufundi na wachezaji tumejiandaa vizuri. Ni mechi nzuri pia za kutafsiri sisi na makocha na wachezaji pia, kwa sababu ni mechi kubwa ambayo inaweza kukuonyesha wewe ni mwalimu wa aina gani au ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo tunaandaa wachezaji vizuri, na mimi na sisi pia tuko vizuri kiakili na kimwili kuhakikisha kwamba tunauendea mchezo wa kesho kwa matokeo mazuri. Naamini mchezo wa kesho tumejiandaa vizuri na tuko vizuri kisaikolojia, kiupinzani, kiushindani. Lengo la mazumuni ni kufikia target yetu katika msimu huu, kwa maana tumesema kila mechi kwetu ni finali na kupata pointi 3 kuhakikisha tunachukua ubingwa wa upande wa wanawake Tanzania. Simba ni timu bora kwa sababu mpaka hivi sasa haijaruhusu goli aina yote katika upande wake. Kwa ubora huo sasa tunauendeleza, kwa maana kutokuruhusu kupata kufunga goli, lakini vile vile tuna muendelezo wa kuweza kusema kila mechi tuweze kupata pointi 3. Ni magoli mangapi, lakini tunachopigania sisi ni kupata pointi 3. Mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na mvuto kwa viongozi wa Simba na Yanga, washabiki wa Simba na Yanga, lakini ushindani mkubwa huko kwa makocha wa Simba Queens na Yanga Queens. Kwa mimi naamini katika mechi ya kesho tutaenda kutimiza jukumu letu. Sio, hatuna pressure yote. Tunawaambia mashabiki zetu wa Yanga, wananchi, tutekezeni kwa wingi support. Tunawaahidi kwamba hatutawaangusha. Tunaendelea pale tulipoishia. Tumeshinda michezo 4 mfululizo na tunaenda kuahidi katika mchezo unaofuata ambao ni dhidi ya Simba. And so are we. We are both big. So for you to be more big, you have to beat the another big person for you to be big. Kwa hiyo kukua bora lazima upige timu bora. So as players we are ready and we are going for the 3 points as our. Kivumbi cha Kombe la Mapinduzi kutoka visiwa vya marashi ya karafuu kunguruma kwenye uwanja wa New Amani Complex uliopo Unguja, ambapo mashabiki, wapenzi na wadau wa soka ndani na nje ya Zanzibar wanasubiri kushuhudia burudani kutoka mshindi kuondoka na kitita cha shilingi milioni 150. Na waandaaji wa mashindano ya Kombe la Mapinduzi wamesema mashindano ya mwaka huu yatakuwa na ushindani wenye mvuto kutokana na uboreshwaji wa zawadi mbalimbali ikiwemo kombe pamoja na tuzo mbalimbali za wachezaji watakaofanya vizuri katika michuano hiyo. Katika mashindano ya msimu huu, jumla ya timu 10 ambazo kutoka Zanzibar, Tanzania bara na moja kutoka nchini Uganda, ambapo Singida Black Stars tayari imewasili visiwani Zanzibar siku ya jana na kufanya mazoezi ya kurejesha utimamu wa mwili wa wachezaji ili kujiweka sawa kuelekea mtanange wa ufunguzi dhidi ya Mlandege siku ya kesho kwenye dimba la New Amani pale majira ya saa 10:15 jioni. Kesho usikose tena bwana, fedha ya mara hii kwenye man of the match. Labda ni sitamki kiwango, kesho tutasema, lakini kwenye man of the match mwaka huu fedha inatoka kwenye mfuko wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Yaani yeye mwenyewe ndo anayemtunza man of the match kwa kila mechi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo kama tumezoea kusema goli la mama, kwa hiyo kuna mchezaji bora wa baba, mchezaji bora wa Mheshimiwa Rais. Ukiachana na trophy, kuna na mfuko ambao mtoaji ni mwenyewe Mheshimiwa Rais.
Na nikiendelea kusalia katika michuano hiyo ya Mapinduzi Cup, mashabiki wa soka visiwani Zanzibar wakiwemo afisa habari na mawasiliano wa timu ya Muembe Makumbi City na rais wa wasemaji Zanzibar Hemed Abdurrahman wamesema wanasubiri kwa hamu kuanza kwa mashindano hayo ambapo yanatarajiwa kuvutia mashabiki wengi na kushuhudia ushindani mkali kutoka kwa timu shiriki, lakini kubwa wakijigamba kugawa kichapo. Kuja kivyengine, yani tunakuja kwa ajili ya kuwahamasisha kwamba tunaweza, na tumepewa hii nafasi si kwamba kwa ajili ya upendeleo, tumepewa hii nafasi kwa ajili tunaweza. Hata hivyo vijana wangu nafikiri wana ari kubwa, kwanza wana hamu kucheza mashindano kama hayo, mashindano ambayo unapata nafasi ya kujitangaza kama ni mchezaji. Kuna mahesabu makubwa sana wachezaji wa Zanzibar wakipata nafasi ya kucheza kama ilikuwa Kombe la Mapinduzi, wanacheza vizuri na wanapata nafasi ya kuonekana na kuchukuliwa katika timu za Tanzania bara. Na hapa taarifa Fukuni na Simba, hizi salamu ziwafikie 26. Na kwingineko, bondia wa kimataifa Tanzania Hassan Mwakinyo amemtwanga kwa KO bondia Nigeria Stanley Eribo kwenye raundi ya pili kwenye pambano kuu la Boxing on Boxing Day lililofanyika pale usiku wa jana katika ukumbi wa Warehouse Masaki, huku mabondia wengine wa Tanzania waking'ara kwa kuibakisha mikanda hapa nyumbani. Na wakizungumza mara baada ya mapambano hayo kumalizika, Hassan Mwakinyo na mabondia wengine wameeleza hisia zao huku wakiwashukuru wa Tanzania waliojitokeza kushuhudia mapambano hayo ambayo yaliteka hisia za wapenzi wa masumbwi ndani na nje ya nchi. KO ni package, inatakiwa iwepo kwenye maandalizi yako. Kwa mimi sikutaka nishinde knockout round ya pili, lakini nilivyoambiwa na timu kwamba ukipanga naye boxing atakusumbua, pigana. Nimepigana, kashindwa kuvumilia, umeona? Au nimemnunua? Muulizeni kabla hajaondoka. Anajisikiaje? Mapromota watoe hela kwa sababu mimi ndio expensive boxer kwa sasa. Kwa hiyo anayetaka nipigane lazima atoe hela. Napenda niwafurahishe washabiki zangu, lakini napenda niheshimike kwenye familia yangu kwa maana wale washibe vile. Mimi niliwaambia kwamba kapiga wengine mimi furahisha. AKM mfupa soko. Yes. Kwa hiyo huu ni mfupa soko, kwa mshindwa watu ujue ataweza yeye. Mimi nasema Watanzania walichokuwa wananidai wao au sababu mimi nimwajibu kivitendo. Yeah. No one can just come every day and win. Sometimes you have to face the challenges. So I lose. Yeah, that's cool. That's a part of the game. Fuatilia mchezo, alikuwa anaamini sana nguvu. Ndio maana kwa apiga left hook. Zilikuwa zinafika, nyingine zinasha kwenye gadi. Akisha left hook counter inamfika anashuka chini. Angalia mchezo. Kama akapiga jabu 10. Dauneka pale sababu ni 50, mwambie 50. Akimaliza hajaeka. Kaambia kaangalia video kama akapiga jabu 10 kwenye raundi 8. Aje nimpe 50. Mimi la mheshimu mpinzani sababu na yeye anafanya mazoezi na yeye amejiandaa kama nilivyojiandaa, na nilikuwa na mheshimu mpinzani ndio maana nimepata ushindi ambao nilopata. Kwa hiyo yeye kama hajaona kilichomfanya ashindwe na ameshindwa, inabidi akae ajitafakari. Ushindi huu una maana kubwa sana. Kwanza ushindi tu kama ushindi una maana kubwa sana sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakitarajia, na kufanya mazoezi kila siku ili nishinde. Na mashabiki zangu walikuwa wanatamani nishinde, kila mtu, baba yangu, walimu wangu, kila mtu anayezunguka pamoja na mimi mwenyewe alikuwa anatamani kushinda. Lakini nimekuwa furaha zaidi kwa sababu nimeshinda mkanda. Kwa hiyo hii ni mwanzo mzuri, ndio mkanda wangu wa kwanza, ni mwanzo mzuri, naamini Naam, ni furaha hizo za mabondia hao ambao waliweza kushinda kwenye mtanange wa pambano hilo la Boxing on Boxing Day. Na hivyo ambao tunahitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Ukiona ngumi ni rahisi, basi ingia ulingoni. Mimi naitwa Esther Mtebe, namrejesha hapa Juma Mohamed kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.